Ninayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, nini sasa kauli ya serikali kwa wananchi wa Urambo kuhakikisha kwamba maji yao sasa wataanza kuyatumia? Swali la pili, swali la msingi linaonyesha mradi mkubwa wa kimkakati wilaya ya Urambo, lakini jimbo la Uliankuru mradi wa kimkakati ni bwawa la Ichemba. Nitaka waziri aniambie lini mradi wa bwawa la Ichemba utaanza kujengwa, kwa sababu sasa hivi mkandarasi keshatoa vifaa vya uchimbaji, sasa spidi ya ujenzi ni ndogo. Nini mradi huu utaongeza kasi ya utekelezaji kwamba wananchi wa Uliankuru wanapata maji ya kutosha? Asante. Naibu Waziri, kifupi kauli ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Margaret Mwanza Sita. Swali dogo la nyongeza limeulizwa na Mheshimiwa Rufungija, mbunge wa Uliankuru, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kauli ya serikali ni kwamba wananchi wajiandae kupata maji safi na salama, kwa sababu mradi huo ambapo kwenye tenki la milioni 2 maji tayari yameshaanza kuingia. Kwa hiyo kinachofuatia tu ni kuanza kuyasambaza na kufikia wananchi, na iko katika asilimia nzuri kabisa, asilimia 76. Lakini swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la bwawa la Ichemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakiri kwamba tunayo changamoto na mkandarasi anayetekeleza mradi wa Ichemba. Na ni kweli kabisa kwamba mradi huu ni wa shilingi bilioni 3, na nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kuendelea kufuatilia. Amechangia kwenye bajeti ya maji akaongelea swala la Ichemba, lakini pia alifika kwenye ofisi ya waziri akaongelea Ichemba, na leo kauliza swala la Ichemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama serikali kwa kweli hatutaendelea kuvumilia wakandarasi ambao ni wazembe, na kwa sababu ameshalipwa milioni 500, lakini muda wake wa mkataba ukaisha, lakini bado yuko asilimia 10, lakini tukamwongezea tena, lakini kama unavyosikia Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi ameondoa vifaa. Ninamwelekeza DG wa Ruwasa ili aweze kumuita na kufikia makubaliano kwa maandishi, ili tuone kama ameshindwa kazi, basi serikali itafute mkandarasi mwingine aweze kutekeleza. Lakini pia hata sipotokea, serikali tutatumia sheria zetu ili kuhakikisha kwamba tunasitisha mkataba na mkandarasi huo, ili asiwe chanzo cha wafanye wananchi wa Ichemba Uliankuru wakose huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili tutakuwa nalo makini sana, hatutaki watukwamishe kufikia azma ya Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa.